Katika kipindi hiki kifupi, kwanza tulikuwa tumefanikiwa kupata barabara ya lami katika bajeti iliyopita ambayo ilitengewa shilingi milioni 400. Lakini katika mwaka huu mpaka hivi ninavyozungumza milioni 500 zimekwenda kuongezwa katika ile barabara yetu ya lami ambayo inatoka katika hii junction yetu hapa ya Kilimahewa kwenda Mwaloni, eneo la Bondeni Pwani. Kwa hiyo badala ya kujenga mita 400 sasa tunakwenda kujenga zaidi ya kilomita 1 katika eneo hilo ambapo itakuwa ni barabara sasa katika kiwango cha lami. Lakini niwaeleze wana wa Mafia, tumepata jumla ya shilingi bilioni 1 ambayo itahakikisha sasa barabara zetu zote ambazo zinahudumiwa na mamlaka ya barabara vijijini, yani TARURA, kwamba zinakwenda kuwa katika kiwango cha changarawe. Kwa wananchi wa Mafia juu ya miradi mbalimbali ambayo kama serikali tumeweza kuisimamia, lakini kama serikali tumeweza kuiletea fedha kwa ajili ya utekelezaji wake. Na nitaomba niainishe kwa ufupi kabisa miradi gani na kwenda kunufaika katika fedha hii ambayo tumeileta kama serikali, lakini nimeisimamia kama mbunge wa jimbo hili kuhakikisha kwamba mambo katika jimbo hili yanakwenda sawa sawa. Eneo la kwanza ni eneo la elimu. Katika eneo la elimu tumefanikiwa kuleta fedha jumla shilingi bilioni 1 na milioni 800 ambayo itahakikisha sasa miundombinu yetu ya shule tunakwenda kupunguza changamoto ya miundombinu michache, lakini tunakwenda kuboresha baadhi ya maeneo ambapo miundombinu ilikuwa ni chakavu. Fedha hizi zinakwenda katika shule zetu za msingi pamoja na shule za sekondari. Kuanzia kata ya Kanga tuna shule yetu ya msingi pale ambapo tunakwenda kuiboresha kwa kuongezea madarasa pamoja na matundu ya vyoo. Shule yetu ya jimbo tunaongezea madarasa au tunaijenga upya kwa sababu ile shule kama ilikuwa imekufa kabisa kutokana na miundombinu chakavu. Kwa hiyo shule ile nayo vile vile inakwenda kujengwa kwa kujenga pale kuna ujenzi wa madarasa zaidi ya 7 ambayo tutahakikisha katika kipindi kifupi watoto wetu wanapata mazingira mazuri ya kujifunzia na kusomea pamoja na matundu ya vyoo. Lakini hali kadhalika katika shule yetu ya sekondari ya Kirongwe nako pale vile vile kuna ujenzi wa bweni. Shule yetu ya sekondari ya Baleni pale kuna ujenzi wa vyumba vya madarasa 4, lakini vile vile tuna ukarabati wa maabara zetu zile za science kwa maana chemistry, physics pamoja na biology. Tunakwenda kuboresha mazingira pale, lakini pamoja na ujenzi wa vyoo. Ndagoni hali kadhalika, Chunguruma hali kadhalika tuna ujenzi mkubwa. Lakini tukija katika kata yetu hii ya Kilindoni, katika shule zetu zote 3 zilizokuwepo hapa za msingi zimepata madarasa matatu, matundu ya vyoo 12, alimradi mambo yamekaa sawa sawa katika maeneo hayo. Lakini shule yetu ya Jitimai nako vile vile maabara zile zinaimarishwa, lakini vile vile tumepeleka pale vyumba vya madarasa zaidi ya 4 ambavyo vinakwenda kuongeza miundombinu ambayo tuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata mazingira mazuri ya kusomea na kujifunzia. Lakini na kwa maeneo mengine nako vile vile tumepeleka fedha hizi. Shule ya sekondari ya Kitomondo tumepeleka fedha ya ukarabati wa maabara, shule ya sekondari ya Micheni ukarabati wa maabara na ujenzi wa madarasa 3 pale, lakini vile vile shule zetu za msingi za Kitoni kule kuna ujenzi ambao unaendelea na ukarabati ambao unaendelea. Lakini kipekee tumepeleka jumla ya shilingi bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari mpya katika kata yetu ya Jibondo, na tumefanya ziara pale, tayari eneo limeshasafishwa na vijiji vile vyote 3 vimekubaliana kwamba shule hile inakwenda kujengwa katika kata yetu ya Jibondo. Tunaiona Mafia inakoelekea, tunaiona sekta yetu ya elimu inakoelekea. Ndani ya mwaka mmoja huu tutahakikisha maeneo yote tumeyafanyia kazi kuhakikisha sekta ya elimu inakaa sawa sawa. Lakini eneo la pili kwenye sekta ya elimu, katika kipindi kifupi kijacho jumla shilingi bilioni 1 na milioni 200 tunatarajia nazo zitaingia. Lengo letu ni nini? Tunakwenda kujenga shule mpya ya msingi katika kijiji chetu cha Bweni, shule mpya ya msingi katika kijiji chetu cha Chemchem, lakini shule mpya ya msingi katika eneo hili la Kigamboni ambapo kuna wanafunzi wengi sana. Ni muhimu tukawa na shule mpya ya msingi. Lakini vile vile tunaenda kuongeza miundombinu kwenye baadhi ya shule za msingi na sekondari ili kupunguza uchakavu wa miundombinu, lakini vile vile kutengeneza mazingira mazuri ya vijana wetu kujifunza na kujifunzia. Kwa katika eneo la elimu pekee zaidi ya bilioni 3 zinatarajiwa kutumika au zitatumika katika kipindi hiki cha mwaka huu. Kwa hiyo kipekee kabisa nitoe rai kwa wananchi wangu kuhakikisha tunashirikiana kwa pamoja, lakini vile vile tunaongeza nguvu pale panapohitajika michango yao ili fedha hizi ziweze kuleta tija na faida ile iliyokusudiwa. Hilo eneo la kwanza. Lakini eneo la pili ni sekta ya afya.
Tunajua sekta ya afya ina changamoto nyingi sana, lakini tumejaribu kwanza kuzifanyia kazi. Kipekee ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa vile alitoa kibali cha kuajiri walimu pamoja na wauguzi au wahudumu katika sekta ya afya. Tumepata wahudumu 11 katika sekta ya afya ambao sasa kituo chetu cha afya Kirongwe kinaenda kufanya kazi. Lakini sio hilo tu, katika kipindi hiki kifupi hapa kwenye sekta ya afya tumeweza kupata ambulance au gari ya kubeba wagonjwa katika kituo chetu cha afya cha pale Kirongwe. Lakini kipekee mwezi wa 4 tumeweza kupokea fedha jumla shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi sasa wa kituo kipya cha afya katika tarafa yetu ya Kusini ambayo kitajengwa pale katika kijiji cha Kegeani. Tunaamini ndani ya miezi 6 kituo kile nacho kitakuwa kimekamilika. Juzi nilikuwa nimetembelea pale, nimeona eneo zaidi ya eka 7 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa kituo kile. Tunaamini baada ya miezi 6 kituo kitakamilika na sasa tutaanza kutoa huduma katika vituo vyetu hivi viwili. Vituo hivi viwili vitakapoanza kutoa huduma za afya, jawabu ni kwamba katika hospitali yetu ya wilaya tutapunguza sasa idadi ya wagonjwa ambao wanaohudhuria pale, na sasa uboreshaji ule wa huduma, lakini tutakuwa tumezisogeza karibu zaidi ya wananchi. Kwa maana hiyo sasa tutakuwa tumeimarisha huduma zetu za afya, tumeboresha zaidi kwa kuzisogeza, lakini kwa kuziboresha kwa kuwa na wahudumu, vifaa tiba pamoja na madawa. Hiyo katika sekta ya afya. Lakini katika sekta ya barabara nayo tumekwenda mbali sana. Niwaeleze tu ndugu wananchi, katika kipindi hiki kifupi, kwanza tulikuwa tumefanikiwa kupata barabara ya lami katika bajeti iliyopita ambayo ilitengewa shilingi milioni 400. Lakini katika mwaka huu mpaka hivi ninavyozungumza milioni 500 zimekwenda kuongezwa katika ile barabara yetu ya lami ambayo inatoka katika hii junction yetu hapa ya Kilimahewa kwenda Mwaloni eneo la Bondeni Pwani. Kwa hiyo badala ya kujenga mita 400 sasa tunakwenda kujenga zaidi ya kilomita 1 katika eneo hilo ambapo itakuwa ni barabara sasa katika kiwango cha lami. Lakini niwaeleze wana wa Mafia, tumepata jumla ya shilingi bilioni 1 ambayo itahakikisha sasa barabara zetu zote ambazo zinahudumiwa na mamlaka ya barabara vijijini, yani TARURA, kwamba zinakwenda kuwa katika kiwango cha changarawe. Barabara zitakazohudumiwa au barabara zitakazonufaika na shilingi bilioni 1 hii ni ile ya kutoka Jimbo mpaka Jojo. Eneo lile lote barabara ile sasa inakwenda kuwa ni ya changarawe ambayo itapitika muda wote na itakuwa bora na itapunguza sana zile changamoto za kufika kule, lakini itapunguza vile vile nauli. Lakini tuna barabara kutoka Kipuka kwenda Kilombero kule kunako gereza letu lile la Kilombero. Barabara ile nayo itakwenda kujengwa katika kiwango cha changarawe. Lakini tuna barabara inatokea Ndagoni inakwenda moja kwa moja mpaka Tumbuju Pwani. Nayo ile vile vile itakwenda kujengwa katika kiwango cha changarawe ambayo itakuwa inapitika muda wote. Kwa hiyo yale maeneo ambayo yalikuwa korofi tunaamini katika kipindi hiki yanakwenda kukaa sawa sawa. Lakini tuna barabara tena kutokea Ndagoni ambayo inakwenda mpaka Gonge kwenye zahanati yetu kule. Nayo ile vile vile itakwenda kujengwa katika kiwango cha changarawe. Lakini tuna barabara inatokea Ndagoni tena inakuja mpaka shule yetu ya sekondari ya Kitomondo. Nayo vile vile inakwenda kujengwa katika kiwango cha changarawe. Lakini tuna barabara nayo inatoka Kilimahewa inakwenda moja kwa moja mpaka Kitoni. Ile nayo vile vile inakwenda kujengwa katika kiwango cha changarawe. Lakini tuna barabara inatoka Malimbani inakwenda moja kwa moja mpaka Kegeani. Barabara hizi zote mpaka kufika Juni 2022 tutahakikisha kwamba zimejengwa katika kiwango cha changarawe ambapo kitakuwa kiwango bora kabisa kuhakikisha kwamba zinapitika kwa muda wote. Kwa hiyo niwaeleze tu bajeti yetu sasa ya utengenezaji wa barabara hizi imetoka shilingi milioni 400 ambazo zilikuwa zinatengwa mwaka 2020-2021 mpaka kufikia shilingi bilioni 1 na milioni 900 katika kipindi hiki cha 21-22. Kwa hiyo mimi ndugu zanguni niko hapa kwa ajili ya kusimamia mambo haya, kuhakikisha kwamba yanakwenda sawa sawa, lakini fedha hizi zinakuja huku na zinatumika vizuri. Hilo eneo la barabara. Lakini eneo la 4 ni eneo la umeme. Kipekee kabisa nitoe pongezi lakini na shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali kwa ujumla. Kama mnavyofahamu, hapo awali kwenye umeme kwenye visiwa vyetu kulikuwa na programu ya kupeleka umeme ule wa sola katika visiwa hivi. Kipekee kabisa mpango huo sasa umekufa, na katika bajeti yetu ya mwaka huu mpaka hivi ninavyozungumza jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 500 tayari ipo kwa
ajili ya kuhakikisha sasa umeme utavuka kutoka Utende, utavuka kwenda Chole. Tutakuwa na substation pale Chole itakayosambaza umeme katika kijiji cha Chole, lakini hiyo itaunganishwa sasa na kebo ambayo itavusha umeme huo kupeleka katika kijiji chetu cha Juani. Pale kutakuwa na substation ambayo itasambaza umeme katika kijiji cha Juani, lakini baadaye tutaunganisha umeme huo sasa kupeleka moja kwa moja katika kijiji cha Jibondo, na vile vile hapa tutakuwa na substation kwa ajili ya kusambaza umeme katika kijiji chetu cha Jibondo. Tafsiri yake ni nini? Tunataka ukiwasha umeme Kilindoni unakwenda kuwaka moja kwa moja Jibondo. Tunaamini ndani ya mwaka mmoja ujao Mafia hii ambayo inaonekanika sasa haitakuwa hii tena. Kwa hiyo mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, nishukuru serikali, lakini niombe au nitoe rai kwa wananchi wenzangu wa Mafia, tuongeze ushirikiano, tuiombee serikali yetu kwa kumwombea rais wetu mpendwa, lakini tumuombee makamu wa rais, tumuombee waziri mkuu, mawaziri na serikali kwa ujumla, viongozi wetu wote, lakini tujiombee na sisi wenyewe, lakini tuhakikishe kwamba tunashirikiana na kushikamana kuhakikisha kwamba miradi hii inakwenda kuleta tija na manufaa yaliyokusudiwa. Nini matarajio yako miaka mitano yako ya awali? Kama nilivyozungumza mwanzoni au nilivyozungumza wakati wa kampeni, kwa sababu niliulizwa kwamba kwa nini ulikuja kugombea, umeona kitu gani? Na mimi nikasema kwamba ninachokiona kinachokosekanika tu Mafia ni swala la leadership pamoja na usimamizi. Kwa hiyo ninachokifocus au ninachokiangalia ndani ya miaka mitano ijayo, iwapo kama tutakwenda na mfumo huu, tutakwenda na msimamo huu, tukashirikiana kwa pamoja, tukaweka strategic plan, tukaweka ile miongozo yetu sawa sawa, tukawa focus, tukajua wapi kule tunakoenda, ndani ya miaka mitano hii au minne hii iliyobaki kufika 2025 Mafia itakuwa imepiga hatua moja kubwa sana. Kama tungekuwa tunaupima uchumi wetu sio tu kuwa katika kiwango kile cha tunasema ile middle income country, sisi tutatoka hapa kwenye middle income twende kwenye upper income. Ndiko huko Mafia ninakoiona, kwa sababu sekta zote hizi sasa zinakwenda kukua. Kama mnavyoona leo tuko hapa na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na vile vile amekuja kwa ajili ya kuchochea matumizi bora ya ardhi, lakini kuchochea ule uwekezaji katika eneo letu hili la Mafia. Tunaamini ndani ya miaka mitano ijayo Mafia hii ya sasa haitakuwa hii tena, itakuwa Mafia ambayo yenye kung'aa, lakini yenye barabara za uhakika, yenye maeneo ya elimu ya uhakika, yenye maeneo ya afya ya uhakika, lakini vile vile kuwa na umeme wa uhakika kwa ustawi wa jamii yetu kwa ujumla.